Shalom mtumishi wa Mungu. Napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu hichi cha maneno ya Mungu kwa kifupi, na nikushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia na ukiwa radhi kujifunza maneno haya mazuri ya Mungu. Nikuombe pia wewe ambaye ndio kwanza unaanza kufuatilia mafundisho haya uweze kusubscribe katika akaunti yetu. Usiache kulike, comment ili tuweze kuwafikia wengi zaidi, na Mungu akubariki sana. Leo tunayo neema kubwa kutoka kwa Mungu ya kujifunza neno ambalo Mungu amenipa niweze kulifikisha kwako pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno hili tunajifunza siri ambayo imejificha, ambayo leo tunaenda kuweka wazi. Nini dalili ya siku za mwisho? Ni nini hasa dalili kuu ya siku za mwisho? Ninafahamu wazi kwamba tuko kwenye nyakati ambazo tuna aina mbalimbali ya elimu juu ya siku za mwisho, na watu wamekuwa wakitazama mambo mengi sana kuweza kujua kwamba tuko katika nyakati za siku za mwisho ama sivyo. Lakini ipo siri ambayo shetani ameificha, ya ambayo ndiyo msingi mkuu hasa wa siku za mwisho. Na ukisoma katika kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 11, hapa utakutana na maandiko yanasema ya kwamba angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Kwa hiyo Amos sura ya 8 mstari wa 11 inatueleza kwamba nyakati hizi ambazo tuko nyakati za mwisho, ishara yake kuu ya kwanza ni kukosa kusikia maneno ya Mungu. Sasa unaweza ukaona hapa anaposema kwamba si njaa ya kukosa chakula, si njaa ya kukosa maji. Hapa anajaribu kuonesha kwamba siku za mwisho hatuwezi kuzitambua kwa kuangalia majanga ambayo yanaweza kuleta njaa ya chakula. Kwa mfano kukosekana kwa chakula kwa njia ya kukosekana kwa mazao, kama vile kutokuwa na mvua au mafuriko ya aina mbalimbali. Lakini pia mambo ya vita na matetemeko ya ardhi, kwamba haya mambo yanaweza kusababisha kukosekana kwa vitu kama chakula au maji. Njaa ya aina hii huwa inasababishwa na matukio kama hayo. Sasa je, tubaki kutazama vita vinavyoendelea katika dunia leo na hali ya hewa ilivyo kama dalili ya siku za mwisho? La hasha. Hapa tunayo maneno mazuri ya Mungu ambayo anatukumbusha wakati huu na majira haya kwamba kutakuwa na njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Na anasema nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Neno la Mungu ni kitu gani? Nafahamu ya kwamba kweli tunakwenda kama makanisani, tunakwenda tunasoma Biblia au maneno ya Mungu, lakini je, hasa neno la Mungu ni kitu gani ambacho tunatakiwa kukifahamu? Neno la Mungu ni ile sauti ya Mungu ambayo inazungumza na mwanadamu juu ya hali alionayo, juu ya hali atakayokuwa nayo, na juu ya hali aliyokuwa nayo. Neno la Mungu hili linampa mtu faraja, linamfundisha, linatoa maelekezo. Sasa asili ya mwanadamu inahitaji neno la Mungu. Ndio maana sasa katika nyakati hizi tutaona ya kwamba kumekuwa na wimbi kubwa la watu ambao wanakwenda kwa waganga, wanajiunga na Freemason, wanafanya vitu vya kishirikina na vitu vingi sana. Lakini pia tumeona kunakuwa na makundi kubwa ya watu ambao tumeona ya kwamba wakienda kwenye baadhi ya huduma ambazo kwa lugha nyingine zimeonekana kuwa si za kweli. Mfano kule Kenya waliweza kufa kwa sababu ya kufunga kwa muda mrefu kwa yule mtumishi ambaye wao walikuwa wamemwamini. Lakini yote hayo tunaona ni kwamba watu wanatafuta kusikia neno la Mungu. Kuna watu wana shida, wana magonjwa, wana umaskini, hakuna amani. Kwa hiyo wanaona kimbilio hasa ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kitu gani ndugu yangu? Neno la Mungu ni sauti ya Mungu ambayo kwa hakika neno la Mungu linatoa faraja hata katika machozi. Mungu anaweza kukufariji wakati unalia.
Mungu anaweza kukufariji wakati unateseka. Faraja ya neno la Mungu inakujenga katika machozi. Faraja ya neno la Mungu inapatikana katika furaha. Mungu anakufariji kwa aina yoyote ile. Tumeona wazi kwamba jitihada hizi za kutafuta neno la Mungu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka katika taasisi moja kwenda taasisi nyingine, bado hazijaweza kufua dafu ama kuleta majibu. Na tusipojiuliza kwa nini tuko katika nyakati ambazo jitihada za kumtafuta Mungu zimeongezeka, lakini matokeo yake yamekuwa ni madogo, jambo hili limenisukuma kuweza kutafuta hasa nini hasa kinachoendelea, na nimeshagundua kwamba neno la Mungu limekuwa ni adimu. Sasa neno la Mungu ni kitu gani? Watu wanakutana neno la Mungu lakini wanashindwa kulijua, kwa sababu neno la Mungu kazi yake ni kujenga, kazi yake ni kufariji, kazi yake ni kuimarisha, kazi yake ni kutengeneza. Kama unavyofahamu, Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Sasa kuna mambo mengine ambayo tunahitaji kusikia neno la Mungu, tunahitaji kusikia sauti yake inazungumza nini, lakini wakati mwingine Mungu atatufariji kwa kutuumiza. Mungu atatujenga kwa kutuumiza. Mungu atatujenga kwa kutufanya tulie. Tutajengeka katika huzuni, tutajengeka katika kusikitika. Je, tuko tayari? Nafahamu wazi ya kwamba watu wengi wanatamani kusikia neno la Mungu ambalo litafurahisha mioyo yao, litafurahisha matakwa yao, na hii ndio imekuwa kama chanzo cha watu kutafuta mahala na mahala wachungaji wanaowahitaji wao, neno wanaotamani kulisikia wao. Lakini kiuhalisia neno la Mungu bado linasimama katika msingi ule ule ya kwamba litakufariji, litakujenga, litakuimarisha, hata kama litakuumiza moyo, hata kama litakusikitisha, lakini bado ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kitu ambacho ndio msaada wa mwisho kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unapotafuta neno la Mungu katika majira haya ambayo neno la Mungu limekuwa ni adimu na kumekuwa na msongamano mkubwa wa utafutaji wa neno la Mungu, hakikisha unaongeza umakini, hakikisha unakuwa makini sana, maana ni kipindi ambacho manabii wa uongo hawana nguvu sana kama walimu wa uongo, kwa sababu walimu wa uongo ndio ambao wanaweza kulibadilisha neno la Mungu likawa neno la shetani. Shetani jinsi ambavyo alienda kumjaribu Yesu Kristo, akachukua yale maandiko ya Mungu, maneno ya Mungu ambayo Mungu alisema ya kwamba atamchukua, ataagiza malaika wake waweze kumchukua endapo atajirusha. Ndivyo ambavyo walimu wa uongo wanaweza kuyachukua maneno ya Mungu wakayageuza, halafu wakakuingiza katika kundi la kuteketea au kundi la kuangamia. Kwa hiyo ongeza umakini, hakikisha unajenga nidhamu ya kiroho, yani wewe binafsi uwe na mahusiano wewe na Mungu, wewe binafsi uweze kumsikia Mungu kupitia mazingira ulionayo, uweze kumsikia Mungu kupitia ndoto na maono katika maisha yako, lakini pia uweze kumsikia Mungu kwa kusoma maandiko yake, lakini pia kwa kuhudhuria ibada na kusoma maneno yake. Hii itakusaidia sana kuliko ukae na kuanza kulitafuta neno la Mungu kwa macho ya kawaida, kwa macho ya mwili wa nyama. Itakuumiza sana, kwa sababu dunia haina huruma na wala haina rafiki. Dunia imekaa katika mkao wa kuachilia maumivu, teso na uangamivu wa mwanadamu. Leo nimekupa neno hili ili kukujulisha kwamba tuko katika nyakati za mwisho, na imetulazimu kuongeza hasa ufahamu na maarifa ili tuweze kushinda katika kipindi hicho ambacho shetani amekusudia kutuangamiza kama kanisa. Mungu akubariki sana, na kuombea neema ya Mungu iendelee kuongezeka katika maisha yako, ili kwamba katika nyakati ambazo unahitaji neno la Mungu ulisikie kibinafsi, na Mungu akufundishe, hata kama atakuumiza, hata kama hautalia, hata kama hautapenda kibinadamu, hata kama itaumiza, hata kama itakuwa ni aibu, lakini neno la Mungu ulisikie na ulitii. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Shalom.